Naam, tunawasalimuni kwa mara nyingine tena wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri kuhusiana na hali ya kiusalama, ya kidiplomasia na hata ya kisiasa ya nchini DRC. Na kwa hapa tutakwenda kuanzia na habari ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imetoa majibu kufuatia hitimisho la ripoti iliyochapishwa na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch, ambayo inazungumzia visa vinavyodaiwa vya watu kutoweka kwa nguvu katika mji mkuu wa nchi hiyo, Kinshasa. Katika waraka huo, shirika hilo linaeleza kuwa limekusanya ushuhuda kadhaa unaodai kuwa watu fulani walikamatwa au kuhojiwa na baadhi ya vyombo vya usalama, kisha baadaye kutoweka bila familia zao kupata taarifa yoyote kuhusu walipo. Miongoni mwa taasisi zilizotajwa katika ripoti hiyo ni Baraza la Kitaifa la Ulinzi wa Mtandao, yani Conseil National de Cyberdefense CNC, chombo kinachohusika na ufuatiliaji na mapambano dhidi ya vitisho vya kidijitali. Kujibu madai hayo, mamlaka ya Kongo yamesema yanachukulia kwa uzito, huku yakisisitiza umuhimu wa kuchunguza kwa makini ukweli wa taarifa zilizotolewa katika ripoti hiyo. Maafisa wa serikali wamekumbusha kuwa kulinda haki za msingi za raia ni miongoni mwa kanuni zilizowekwa katika katiba ya nchi pamoja na ahadi za kimataifa ambazo DRC imejiwekea. Serikali pia imeeleza kuwa taasisi husika ziko tayari kupokea na kuchunguza malalamiko yoyote yenye ushahidi na kushirikiana na mifumo ya kisheria ili kubaini ukweli wa matukio yaliyotajwa endapo ushahidi wa kuaminika utawasilishwa. Kwa upande wake, Human Rights Watch imezitaka mamlaka za Kongo kuanzisha uchunguzi huru na wa uwazi kuhusu madai hayo ya kutoweka kwa watu kwa nguvu, kubaini wahusika wanaoweza kuwajibika na kuhakikisha kuwa waathiriwa au familia zao wanapata haki. Mjadala huu unajitokeza katika mazingira nyeti ya kisiasa na kiusalama nchini DRC, ambapo mashirika ya kutetea haki za binadamu mara kwa mara yamekuwa yakieleza wasiwasi kuhusu heshima ya uhuru wa kiraia pamoja na nafasi ya vyombo vya usalama katika baadhi ya operesheni zinazofanyika ndani ya nchi. Na huku upande mwingine, kutokana na kuendelea kwa mvutano kati ya Kinshasa na Kigali, taasisi ya utafiti ya Marekani Oakland Institute inaona kuwa hatua zilizochukuliwa hadi sasa na ofisi ya kudhibiti mali ya kigeni ya Marekani OFAC bado hazitoshi kukabiliana na hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika uchambuzi wake wa hivi karibuni, taasisi hiyo yenye makao yake nchini Marekani inailazimisha utawala wa Rais Donald Trump kuchukua msimamo mkali zaidi dhidi ya Rwanda. Kwa mujibu wa kituo hicho cha utafiti, msaada unaodaiwa kutolewa na jeshi la ulinzi la Rwanda RDF katika mienendo ya kijeshi mashariki mwa Kongo unachangia kuendeleza ukosefu wa utulivu katika eneo hilo la kuchochea mitandao ya magendo ya madini ya kimkakati. Oakland Institute inaeleza kuwa vikwazo vilivyopo sasa havitoshi kuwazuia kikamilifu wahusika wanaohusika katika mitandao hiyo. Kwa mtazamo wa taasisi hiyo, hatua kali zaidi za vikwazo zinaweza kuwa nyenzo muhimu ya kupunguza mtiririko haramu wa rasilimali za asili na kusaidia kupunguza mvutano unaoendelea katika ukanda wa maziwa makuu. Katika muktadha huo, wachambuzi kadhaa pia wanaelekeza kidole kwenye mapungufu ya makubaliano ya kidiplomasia yaliyojadiliwa mjini Washington kwa lengo la kutafuta suluhu ya mgogoro huo. Kwa mujibu wao, baadhi ya vipengele vya makubaliano hayo vinaonekana kuibua utata wa kimuundo katika namna rasilimali za madini za Kongo zinavyosimamiwa. Katika maoni yaliyovuma sana, mchambuzi Fred Moos anasisitiza kuwa madai ya ukiukwaji wa makubaliano hayo pamoja na kuendelea kwa uwepo wa kijeshi wa Rwanda katika ardhi ya Kongo vinaonyesha wazi utata uliopo katika mfumo wa kidiplomasia ulioungwa mkono na Marekani. Kwa mujibu
mujibu wake, makubaliano hayo yaliruhusu Rwanda kupata ufikiaji maalum wa rasilimali za asili za Kongo pamoja na jukumu muhimu katika mchakato wa usindikaji, usafishaji na usafirishaji wa madini hayo kwenda katika masoko ya kimataifa, hali ambayo anaiona kuwa ya kushangaza ikizingatiwa kuwa Kigali imekuwa ikituhumiwa mara kwa mara katika ripoti mbalimbali za kimataifa kufaidika kiuchumi kutokana na uchimbaji na biashara haramu ya madini kutoka Kongo. Kwa mtazamo wa mchambuzi huyo, hali kama hiyo inaweza kuendeleza hisia za kutokuwajibika na ukosefu wa haki katika eneo hilo. Anaonya kuwa mazingira kama hayo hayawezi kuleta amani ya kudumu mashariki mwa DRC ambako migogoro ya silaha inayohusiana na udhibiti wa rasilimali za asili imeendelea kwa takriban miongo mitatu ama deseni mitatu, ikihusisha pia makundi ya wahasi wa AFC M23 RDF. Na huko nchini Ufaransa, mahakama ya nchi hiyo imeamua kufungua uchunguzi kuhusu uhalifu wa kivita kufuatia kifo cha mfanyakazi wa misaada ya kibinadamu raia wa Ufaransa kilichotokea mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo hilo lilitolewa jana Ijumaa tarehe 13 Machi mwaka huu wa 2026 na ofisi ya taifa ya waendesha mashtaka ya kupambana na ugaidi PNUD, ambayo ilieleza kuwa uchunguzi huo unahusu tukio la mauaji yanayoweza kuhesabiwa kama uhalifu wa kivita ama crime de guerre. Mwathiriwa huyo, mwanamke raia wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 54 ama 54 na mfanyakazi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, alipoteza maisha yake tarehe 11 Machi mwaka 2026 alfajiri baada ya kifaa cha kulipuka kushambulia makazi yake katika mji wa Goma. Mlipuko huo ulitokea katika mazingira ya mvutano mkubwa wa kiusalama katika eneo hilo la mpakani ambalo limekuwa likishuhudia kurejea kwa mapigano na kuongezeka kwa matukio ya washambulizi ya silaha. Tukio hilo linahusishwa na mgogoro wa silaha unaoendelea mashariki mwa DRC ambako jeshi la serikali ya Kongo limekuwa likikabiliana na makundi kadhaa ya wahasi ikiwemo muungano wa wahasi wa M23 AFC. Makundi haya mara nyingi yamekuwa yakituhumiwa na mamlaka za Kongo pamoja na ripoti kadhaa za kimataifa kupokea msaada kutoka Rwanda, madai ambayo serikali ya Kigali imekuwa ikikanusha. Ili kubaini ukweli wa tukio hilo, PNUD imekabidhi uchunguzi wa kwa ofisi kuu ya kupambana na uhalifu dhidi ya binadamu OCLCH, kitengo maalum cha gendarmerie ya Ufaransa kinachoshughulikia uchunguzi wa makosa makubwa yanayohusiana na sheria za kimataifa za kibinadamu. Wachunguzi watakuwa na jukumu la kubaini kwa usahihi mazingira ya shambulio hilo, kutambua wahusika wanaoweza kuwajibika na pia kuchunguza iwapo tukio hilo linaweza kisheria kuainishwa kama uhalifu wa kivita ama crime de guerre kutokana na muktadha wa vita uliokuwepo wakati mlipuko huo ulipotokea. Hatua hiyo ya kisheria pia inalenga kuwafahamisha ndugu jamaa wa marehemu kuhusu maendeleo ya uchunguzi pamoja na kukusanya ushahidi utakaoweza kutumika katika hatua za baadaye za kisheria. Kufunguliwa kwa uchunguzi huo kunaonyesha pia uwezo wa mfumo wa haki wa Ufaransa kutumia mamlaka yake pale ambapo raia wake wanakuwa waathiriwa wa matukio makubwa ya uhalifu nje ya nchi, hasa katika maeneo yenye migogoro ya kivita. Katika muktadha huo wa mzozo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, utumiaji wa drone umechukua nafasi muhimu kistratejia ama kimkakati, lakini ni muhimu kutofautisha aina na uwezo wa drone ili kuelewa vyema matukio yanayoripotiwa. Kulingana na Lad Serwat, mtaalamu wa usalama, amebaini kuwa kuna aina tatu kuu za drone zinazotumika katika eneo hilo. Kwanza kuna drone za kivita, yani military combat drones, drone militaire de combat, ambazo hizi ni drone kama CH4 za Kichina na Bayraktar TB2 za Kituruki zilizonunuliwa na serikali ya Kongo kwa ajili ya operesheni za umbali mrefu. Drone hizi zinaweza kutumika tena mara kadhaa na kubeba misingi ya makombora au mabomu yenye mwelekeo na hivyo kuwa zana muhimu ya faida ya kijeshi. Pili, kuna drone za kamikaze zenye mabawa ya kudumu ama fixed wing kamikaze drones, yani drone kamikaze air fix. Hizi ni hali kidogo, yani ni za bei kali kidogo kuliko drone za kivita zozote, na zimeundwa ili kuharibu wenyewe
pindi zinapogonga lengo ambalo linataka kubomoa. Hivi karibuni mamlaka ya jimbo la Chopo nchini Kongo ilitangaza kuwa jeshi la Kongo liliweza kupiga drone kadhaa za aina hii karibu na uwanja wa ndege wa Bangoka huko Kisangani, zikidaiwa kuwa za M23 AFC. Utumiaji wao unaonyesha kuongezeka kwa ufasaha wa kikundi cha wanamgambo katika eneo hilo. Na tatu, kuna drone za kibiashara zilizobadilishwa ama kurekebishwa, yani modified commercial drones ama drone commercial modifié. Hizi ni quadricopters za kiraia zilizobadilishwa ili kubeba mabomu madogo au kuongozwa kuelekea lengo maalum. Ingawa M23 na makundi mengine ya silaha wanazitumia, teknolojia yao ni ya kiwango kidogo na hazifai kwa mashambulio makubwa. Kwa kuzingatia picha na taarifa zilizopo kuhusu shambulio la hivi karibuni mjini Goma, ni wazi kuwa drone zilizohusika si quadricopters za kiraia. Uchambuzi wote unaonyesha kuwa ni drone za kamikaze zenye mabawa ya kudumu, yani drone kamikaze air fixe, zilizoundwa kuwapiga moja kwa moja walengwa na kuongeza uharibifu. Tofauti hii ni muhimu sana kumradhi kwa tathmini ya hatari na upangaji wa mbinu za usalama, kwa sababu kila aina ya drone inaleta hatari tofauti na inahitaji mikakati maalum ya kujilinda. Na hapa, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu ya pili ya taarifa za habari ama za matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Kongo, katika ngazi zote zile zinazokumba mwenendo ama maendeleo ya nchi hiyo. Na kwa kutaka ama kufahidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu, ambatana nasi hapa kwenye channel yetu ya Kibenge TV ili uzidi kufahidi zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.